Kuna kitu kimoja nimekinotice kwenye hii Dunia series. Unajua nilichojifunza ni kwamba mtoto anapokuwa anazaliwa, kwa muda ule tunasema ni mali ya familia. Lakini anapokuwa maybe akapata ukubwa fulani, maybe akawa kiongozi, labda rais ama waziri au mbunge, inafikia level sasa, akishafikia level hiyo tayari anakuwa tena si mali ya familia, inakuwa ni mali ya umma. Yaani yeye sasa anakuwa anatumikia watu. Kwa kitu ambacho nimejifunza hizi siku 8 ambazo tumetoa series ya Dunia kuipeleka kwenye Dunia TV, kwangu mimi yale matusi, ile reaction, zile hasira zenu mashabiki, kwangu zimenipa tafsiri kubwa sana. To be honest, nimegundua kwamba sasa Dunia series ilipofikia level iliyofikia, sio series yangu tena, wala sio series ya kina Manyanya au Violet au what. Nimegundua hii series ni ya watu. Hii series ni ya wanajamii. Hii series ni ya Watanzania, wa Kenya, wa Uganda, wa Rwanda, wa Kongo, wa Burundi, watu wa Marekani, watu wa Australia, watu wa wapi. Yaani nimegundua ni ya watu, sio ya kwetu tena. Yaani nimegundua sisi ni wafanyakazi tu. Mimi hapa nilipo ni mfanyakazi tu, director, wasanii ni wafanyakazi tu, lakini wenye series yao wenyewe ni nyie. Kwa kweli leo mimi naomba nikubali. Nimekubali kwamba hii series ni ya kwenu. Kwa sababu ile nguvu niliyoiona ni kwamba unagundua sasa umewagusa watu pabaya. Yes, yani level iliyofikia hii series tena, nyie ndo maboss. Nyie ndo mtaamua mnataka nini kwa kweli. Kwa sababu tumejaribu kufanya katika namna ya kuamua sisi, tumegundua haikuwa okay, kwa sababu hatuwezi kuamua kwenye kitu cha watu. Kwa ninyi sasa hivi ndio mtakuwa mnafanya maamuzi. Nikiwa na wazo nitawaletea, jamani nataka nifanye kitu hiki, mnasemaje ili tusigombane. Mmejua kodi Josh. To be honest, by the way, thank you. Nawashukuru sana kwa kweli kwa hii love, kwa sababu mtu mpaka anapata hasira anakuja na comment, maana yake ni ana mapenzi na hicho kitu. Imefikia mahali hadi watu wanavaa turudishie series yetu. Yes, na nimegundua hii sasa imeshatoka kwenye level za series ya kawaida, imekuwa ni series ya taifa, series ya dunia, ni series ya watu wote tena. Sio jambo la mtu mmoja. Kwa hiyo hatuwezi hata kufanya maamuzi sisi wenyewe tena. Nimegundua we have to sit down, tukiwa na wazo tutaleta, na nyie mkiwa na wazo mtaleta, tunatengeneza kitu chetu mpaka kifikie tamati. Nawapenda sana, asanteni sana. Kama nilivyowaambia, series yetu imerudi YouTube, itakuwa inaendelea YouTube pamoja na kwenye application at the same time. Yes, mpaka pale tutakapoweka mambo sawa ya masuala ya uvujaji wa kazi, lakini pia matengenezo ya application yetu iwe stable na nini. Kulikuwa na vitu vingi watu wanalalamika. Na pia tutajadili mambo mengi tukishakuwa tayari sasa kwenda kwenye app. Tutaongea, tutarudi hapa tutajadili, na nafikiri tutafikia mwafaka. Nia na madhumuni haikuwa kitu chochote, ilikuwa ni kutengeneza ukubwa, tukue, tuweze kufanya sanaa kwa ukubwa zaidi, tufikie levels zaidi za Hollywood and everything, ili tuwape kitu kizuri. Kwa hiyo mabosi zetu, nafikiri hili sawa tumeshalimaliza, tumeshafikia tamati. Let's go, let's back to the business. Tuwafanyie kazi series yenu, tuwaburudishe, tutulize akili sasa, tufocus na kazi. Yes, time ikifika nafikiri tutazungumza mambo mengi zaidi. Thank you, asanteni sana kwa hii love. Sio kitu kidogo. Yale matusi kwangu mimi nimechukulia in a positive way. To be honest, nimefurahi. Thank you.